Licha ya watekaji nyara wa Humphrey Polepole kutokamatwa na jeshi la polisi tangu mwaka jana mpaka leo, Watanzania sasa wakazi wa Mbezi wameamua kuchukua sheria mikononi na kuwakamata watekaji nyara wengine waliokuwa leo wakijaribu kumteka nyara mtu mwingine maarufu nchini Tanzania katika eneo hilo. Kama kawaida yetu, kabla nikujuze taarifa hizi, niambie unanitazama ukiwa maeneo gani. Kama upo nje ya nchi, niambie upo katika taifa gani, na kama upo humumu katika taifa hili letu la Tanzania, niambie unanisikiliza ukiwa maeneo gani. Tukio la kustajabisha nchini Tanzania kwa mara nyingine tena limeibua wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa hofu ya utekaji nyara nchini. Hivi karibuni wakazi wa kitongoji cha Mbezi walichukua hatua hii baada ya kushuku kuwa kuna kundi la watu ambao waliokuwa wakipanga kumteka nyara mtu maarufu wa eneo hilo. Makabiliano hayo makubwa yalitokea ghafla mchana kweupe na kuvuta hisia za watu wengi katika eneo hilo. Walioshuhudia wanasema washukiwa wa utekaji nyara walikuwa wameegesha eneo moja kwa saa kadhaa gari lao wakisubiri kumteka nyara mtu huyo, wakiwa na tabia iliyoonekana kutiliwa shaka kwa wakazi waliokuwa wakifuatilia hali hiyo kwa karibu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa watu waliokuwepo eneo hilo la tukio, watu hao walifika asubuhi na mapema na kuegesha gari lao katika hali ya kimkakati na ya kisiri sana, tayari kumteka mtu waliomlenga. Inasemekana walikaa hapo kwa muda mrefu wakiangalia kwa karibu shughuli karibu na eneo lenye shughuli nyingi, ambapo wafanyikazi wa ndani na mawakala wa usafirishaji hufanya kazi kwa kawaida. Wakaaji baadaye walishuku kuwa kundi hilo lilikuwa likimngojea mtu mahususi aliyefafanuliwa na mashahidi kama wakala mashuhuri wa magari anayehudumu katika mtaa huo. Uwepo wao wa muda mrefu na tabia ya uangalizi ilizua shaka miongoni mwa wachuuzi ambao mara moja walishuku kwamba hawa ni watekaji nyara. Madereva na watembea kwa miguu walio karibu waliingilia kati haraka. Saa ziliposonga, wakazi wa eneo hilo walianza kujadiliana kimya kimya kile walichoamini kuwa kilikuwa kikiendelea mbele yao. Inasemekana baadhi ya watu waliona kwamba washukiwa wa utekaji nyara walikuwa wakiangalia mazingira yao mara kwa mara na kuwasiliana wao kwa wao ndani ya gari. Mwenendo huu usio wa kawaida uliwatia wasiwasi watu waliohofia kwamba uhalifu unaweza kutokea katika eneo hilo na ni uhalifu wa utekaji nyara. Katika miezi ya hivi karibuni, hata hivyo, Watanzania wengi wamezidi kukerwa na vitendo vya kutiliwa shaka vya utekaji nyara kutokana na kuongezeka kwa wasiwasi wa kutekwa kwa watu kusikojulikana. Mvutano huo hatimaye ulifikia kikomo wakazi sasa walipogundua kuwa washukiwa wa utekaji nyara wanaweza kujaribu kunyakua shabaha yao wakati wowote. Hatua za haraka hapo, wanajamii waliamua kuingilia kati kabla ya mpango huo unaodaiwa kutekelezwa eneo hilo la Mbezi. Hata hivyo, wakazi kadhaa walizingira gari hilo ghafla ambalo washukiwa walikuwa wameketi ndani na kuzuia kwa njia yoyote ile inayoweza kuwaruhusu kutoroka. Makabiliano hayo ya ghafla yalizua kizaza ambapo watu walikuwa karibu walikusanyika kwa kasi karibu na eneo la tukio. Wakati wa mabishano makali, mashahidi wanasema washukiwa walijaribu kudai kwamba walikuwa wakimsindikiza mtu aliyekuwa ama waliokuwa wakimtazama hadi kituo cha polisi. Walakini wakazi ambao walikuwa wakitazama kikundi hicho kwa masaa kadhaa hawakuamini maelezo hayo, na sasa wengi waliteta kuwa tabia ya washukiwa hao mapema siku hiyo ilidokeza kuwa walikuwa wakipanga utekaji nyara badala ya kutekeleza hatua zozote halali au za kisheria. Jaribio lao la kuhalalisha uwepo wao liliongeza tu mashaka na hasira ya umati huo, huku washukiwa hao wakishindwa kutoroka walipozingirwa na wenyeji wa Mbezi. Wakazi walifanikiwa kuwazuia na kuwazuia kuondoka au kutoroka eneo hilo. Tukio hili lilibadilika haraka na kwa operesheni iliyoongozwa na jamii ili kuhakikisha kuwa watu hao wanakabidhiwa kwa mamlaka na utekaji nyara huo unazuiliwa mara moja. Watu kadhaa katika eneo hilo la tukio waliwasiliana na wengine katika kitongoji na wakataka mashahidi wa ziada kukusanyika. Hali hiyo ilionyesha kiwango cha wasiwasi ambacho jamii nyingi huhisi kuhusu usalama wa umma. Kufuatia tukio hilo la kushtukiza, wananchi waliwasafirisha washukiwa hao hadi kituo cha ulinzi cha jirani kinachojulikana kwa jina la stendi ya mabasi ya Magufuli. Wanajamii waliwataka wafanyikazi kutoka kituo cha usafiri kilicho karibu na wenyeji wengine kufika na kudhibitisha hali hiyo. Lengo lao lilikuwa kuhakikisha uwazi na kuzuia washukiwa kutoroka mamlaka kuchukua udhibiti wa suala hilo.
Kukusanywa kwa mashahidi wengi pia kulisaidia kudumisha utulivu wakati wa hali ya wasiwasi. Tukio hilo limezua mjadala mkubwa kuhusu jukumu la jamii katika kuzuia uhalifu nchini. Wananchi wengi wamepongeza ujasiri na umoja ulioonyeshwa na wakazi wa Mbezi, wakisema kuwa majibu yao ya haraka huenda yamezuia uhalifu mkubwa au utekaji nyara mwingine. Wameonya kwamba ingawa ushirikiano wa jamii ni muhimu, kujichukulia sheria mkononi kunaweza pia kuwa hatari ikiwa haitashughulikiwa kwa uangalifu. Hata hivyo, tukio hilo limefasiriwa sana kama onyesho la mshikamano mkubwa wa umma dhidi ya vitendo vya uhalifu. Hata hivyo, vitendo vya utekaji nyara vimekuwa vikikithiri na kudaiwa kuendelea nchini Tanzania tangia mwaka jana, watu wengi mashuhuri wakitoweka kama vile kina Humphrey Polepole, na hadi wa leo jeshi la polisi linafanya uchunguzi na hakuna aliyekamatwa. Lakini wakazi hao wa Mbezi walifanya bidii na kuweza kuwakamata watekaji nyara ambao wanadai walikuwa na nia ya kumteka nyara mtu mashuhuri katika eneo hilo. Kilichofanya hali hii kuwa nyeti hasa ni muktadha mpana wa kesi za utekaji nyara ambazo zijatatuliwa nchini Tanzania. Katika mwaka uliopita, matukio kadhaa yanayohusu utekaji nyara yameripotiwa sana, ambayo mengi bado hayajatatuliwa. Kesi moja ambayo inaendelea kuzua mjadala inahusu kutoweka kwa mwanadiplomasia wa zamani Humphrey Polepole. Inadaiwa kutekwa nyara mwaka jana kulishtua taifa na kuibua maswali mazito kuhusu ufanisi wa uchunguzi wa uhalifu huo. Licha ya kupita muda, waliohusika na taarifa ya kutekwa nyara kwa Humphrey Polepole bado hawajatambuliwa hadharani wala kukamatwa. Kukosekana kwa majibu ya wazi katika kesi hiyo kumezua hali ya kukata tamaa kwa baadhi ya wananchi wanaohisi kuwa haki imechelewa. Wachunguzi wengi wanaamini kwamba kesi za hali ya juu ambazo zijatatuliwa zimeongeza wasiwasi wa umma kuhusu usalama wa kibinafsi. Kwa hivyo jamii zinakuwa macho zaidi zinapoona shughuli zinazotiliwa shaka kama hii ya Mbezi. Hata hivyo, wataalamu wa usalama wanasema umakini huu unaokuwa unaonyesha wasiwasi na azma miongoni mwa raia, hasa Tanzania. Kwa upande mmoja, watu wanataka kujilinda wenyewe na majirani zao kutokana na vitisho vinavyoweza kutokea. Kwa upande mwingine, kuongezeka kwa uingiliaji kati ya jamii kunaonyesha hitaji la dharura la ushirikiano wenye nguvu kati ya raia na taasisi za kutekeleza sheria. Uzuiaji mzuri wa uhalifu mara nyingi hutegemea kuripoti kwa wakati na majibu yaliyoratibiwa kati ya jamii na mashirika ya usalama. Hata hivyo, kwa hiyo tukio la Mbezi leo linaonyesha jinsi ya hofu ya uhalifu inavyoweza kuhamasisha jamii kuchukua hatua haraka. Wakazi walioshuhudia shughuli hiyo ya kutiliwa shaka walichagua kutobaki waangalizi wa kawaida bali kuingilia kati. Baada yake walijipanga haraka na kuchukua hatua kwa pamoja kukomesha kile walichoamini kuwa ni utekaji nyara uliopangwa. Jibu lao linaonyesha jukumu kubwa ambalo uhamasishaji wa umma na umakini vinaweza kutekeleza katika kuzuia vitendo vya uhalifu. Hata hivyo, wataalamu wa sheria wanasisitiza kuwa jukumu la kuchunguza na kushtaki uhalifu hatimaye ni la taasisi rasmi kama vile Jeshi la Polisi Tanzania. Wanajamii wanaweza kusaidia kwa kuripoti shughuli zinazotiliwa shaka na kusaidia mamlaka kukusanya taarifa, lakini kuhakikisha kwamba haki inatendeka kunahitaji uchunguzi wa kitaalamu na kuzingatia mchakato wa kisheria. Wakati mijadala ikiendelea kufuatia matokeo makubwa ya Mbezi leo, Watanzania wengi wanatafakari juu ya athari pana kwa usalama wa taifa. Tukio hilo limeibua upya wito wa kuchukuliwa hatua kali dhidi ya mitandao ya utekaji nyara na maendeleo ya haraka katika kesi ambazo zijatatuliwa. Wananchi wanatumai kuwa mamlaka itachunguza kwa kina washukiwa wa hivi punde na matukio yaliyopita ambayo hayajajibiwa. Kwa sasa matokeo ya Mbezi yanasimama kama ukumbusho wa nguvu kwamba jamii zinazidi kudhamiria kujilinda huku zikisubiri suluhu la kumudu kwa matatizo yanayoongezeka ya usalama nchini na utekaji nyara. Kumbuka kulike video hii na kusubscribe, alafu bonyeza kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.